Katika jina la Yesu sema amen. Inua mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu, ninapokea msaada kutoka kwenye kiti cha rehema. Napokea msaada, maana hivi vita sio vyangu, hivi vita ni vya Bwana. Roho Mtakatifu, ni rehemu leo, nipe msaada. Roho Mtakatifu, naomba msaada wako, peke yangu siwezi. Achilia nguvu zako kupambana na haya mapando kwenye DNA yangu, kwenye mfumo wangu, kwa jina la Yesu. Kwa hizi nguvu za Roho Mtakatifu, ninaenda sasa kwenye mfumo wangu na ninang'oa mapando ya kale, 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 mapando ya kale. Huwezi kusimama kwenye moto wa Roho Mtakatifu kwa nguvu za Roho. Mapando ya kale, ng'oka sasa, ng'oka, 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 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. 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 Kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nguvu za Roho Mungu aliye hai. Tunang'oa, 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 tunang'oa. Unanifuatilia, ng'oa, ng'oa, na ng'oa, na ng'oa kwa jina la Yesu. Na ng'oa kwenye mfumo wako wa uzazi, kwenye damu yako. Na ng'oa mapando, chembe chembe za mapando ya mwovu yaliwekwa siku za zamani. Na ng'oa ndani ya mfumo wako. 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 Yes. 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 Nguvu ziko juu yako. Vita ni vya Bwana. Nguvu ziko juu yako. Vita ni vya Bwana. Nguvu ziko juu yako. Vita ni vya Bwana. Wacha ving'oke. Wacha ving'oke leo. Wacha ving'oke leo. Vilivyopandwa kwa sindano, ving'oke leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ving'oke leo. Ving'oke leo. Ving'oke leo. Ving'oke leo. Yes. 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 Yes, inang'oka, inang'oka, inang'oka. Mapando ya uasherati, mapando ya uzinzi yanang'oka. 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 Katika jina la Yesu. Sema amen.
Sikiliza, hivi vitu ni halisi wapendwa. Yule binti yangu pale, mjomba wake alivunjikaga mguu, sio? Ni kiwete. Mama yake naye akavunjika mguu. Juzi akavunjika na huu. Juzi naye anataka kuvunjika mguu. Hivi ni vitu zaidi ya kukemea mapepo huko mtaani. Ni vitu, kuna namna waya unapitisha moto unakufikia. Kwa hiyo kuna nyaya za kukata, lakini baada ya kukata nyaya kuna vitu vimebaki kule ndani, kuna vipande navyo ni vya kuchomoa. Hivi ni vitu lazima uvielewe, usipovifight vitaleta shida. Ndio maana leo tunashiriki meza ya Bwana hapa. Kazi ya meza ya Bwana, nataka tu tumwangalie Yesu, kwamba Yesu, ninakula mwili wako na damu yako. Hiki naomba kiende kwenye damu yangu. Na kitaenda. Kisiende kama mkate, kisiende kama juisi. Wapendwa, hujawahi kuona mtu anakula mkate, akimaliza kula mkate baada ya dakika kadhaa anaambiwa sukari yako iko juu, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu ule mkate umeenda kwenye damu. Umenelewa? Ni logic ya kawaida tu. Ni logic ya kawaida. Kuna mtu akiwa ajala, akipimwa pressure iko sawa. Akisha kula pressure ikipimwa imeenda juu. Kuna mtu kabla ajala akipima sukari iko. Ndio maana wale wanaambiwa watu wa sukari, pima kabla ya kula na baada ya nini? Ya kula, si ndio? Wakisema una sukari, ilikuwa ni umepima saa ngapi, si ndio jamani? Kwa nini? Inakuonyesha kwamba kile unachokula kinaenda kwenye damu. If that is the case, kama ndivyo ilivyo, kwa nini siamue leo kuamini kwamba nikinywa damu ya Yesu na mwili wa Yesu itaenda kwenye damu? Na ikienda kwenye damu kule, kuna kitu kitabaki. Kuna kitu kina nguvu kuliko damu ya Yesu. Kikienda kule, ndio maana Yesu anasema kuleni mwili wangu na kuinywa damu yangu. Maana yake anasema weka uhai wangu ndani yako. Lakini nikikosa ufahamu, ufalme wa Mungu unafanya kazi kwa ufahamu, kwa understanding. Yaani usipokuwa na ufahamu, vitu vingine vyote vinakuwa vya kawaida tu. Kwa unapoenda kushiriki meza ya Bwana, shiriki ukijua kwamba kwenye mfumo wangu hii damu ya Yesu inaenda, uhai unaenda, na kuna kitu kitang'oka kule ndani. Na mimi nakuambia na ninakuombea, kuna wengine leo utakapolala utatembelewa na malaika. Kabisa, you will see something in the realm of the spirit. Umenelewa? Hivi vitu ni halisi, ni halisi mpendwa. Yaani nakwambia vitu ambavyo unavijua, na vijua kwa kuvi-experience, na vijua kwa kusaidia watu. Umenelewa? Kuna watu hawakwambii vitu vyao. Kuna watu na hawajui, wengine hawajui hizo system. Unafahamu, nimewahi kutana na watu. Sawa sawa. Anakuambia, mchungaji mimi naotaga nazini. Sawa sawa, Jaribu kumuuliza huyo mtu huo mfumo wake. Anaweza akakwambia kwa mwezi mara moja, kwa miezi mitatu mara moja. Ukijaribu kumfuatilia huyo mtu utagundua kitu ambacho yeye hajui, kwamba mara nyingi kile kitu kinatokeaga wakati kuna jambo jema linatakiwa litokee kesho yake. Kwa ile inatokea kuna connection ya future yake fulani. Kwa kuna watu, kuna spirit zinaimonita kwamba kesho anaenda kufanya ile interview, anaota anazini. Anaenda anaambiwa interview imeahirishwa. Kuna mtu vitu vya hivyo. Sasa usifikiri hivyo vitu vinatokea bahati mbaya mpendo, vimepangiliwa na ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza uko kwenye mfumo. Hivi unafahamu Yesu alikiri kwamba ulimwengu wa giza huwa au itilafiani. Alisema kama ufalme ukitilafiana, alitumia neno gani? Ukifitiniana huwezi kusimama. Unajua alikuwa anamaanisha nini? Ufalme wa giza umejipanga. Ni ufalme wa order. Ufalme wa roho unafanya kazi kama jeshini. Ni order. Tuko sawa? Kwa hiyo tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, na mimi nataka ujiandae ushiriki meza ya Bwana na mwili wa Yesu. Unaweza ukasema mchungaji, Bwana hakuna mashamsham sana. Sio issue ya mashamsham, ni issue tu ya uelewa. Yaani Roho Mtakatifu hahitaji vurugu kukusaidia. Anahitaji tu uelewa kwamba naachilia imani yangu, kwamba ninapoenda kushiriki meza ya Bwana itaenda kwenye system yangu. Na utashangaa
Kuna watu watakuwa na lifetime testimony. Kuna watu watakuwa na ushuhuda kabisa wa kudumu. Sisemi wote, inategemea na jinsi ulivyonyanyua imani yako. Lakini kuna watu watakuwa na ushuhuda wa kudumu. Kwa sababu damu ya Yesu haiwezi ikapita bure. Unajua tunapoongea hapa sasa hivi, ulimwengu wa roho unatusikia tunachoongea. Na kazi ya ulimwengu wa roho wa kwetu ni kuthibitisha neno. Ulimwengu wa roho, malaika, Roho Mtakatifu hawezi akapuuzia damu ya Yesu. Lazima aende akalitimize kwenye mwili wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari? Pastor Gladys, chukua damu ya Yesu. Mama yangu, chukua mwili pale. Njoo nayo hapa. Tutamke neno. Endelea kuwa kwenye maombi. Kwa jina la Yesu, kwa imani tunatamka kwamba huu ni mwili wa Yesu katika jina la Yesu. Kwa imani natamka kwamba hii juisi ni damu ya Yesu kuanzia sasa. Iende kwenye system zetu, iende kwenye DNA zetu na kung'oa kila pando ambalo baba yetu wa mbinguni hajalipanda. Kwa jina la Yesu Kristo, ibebe moto, ibebe nguvu za Roho Mtakatifu, ibebe uweza usiweza kuzuilika na ufalme wa giza. Iende paka kwenye ancient evil spirits, iende kwenye misingi ya uovu ya kale iliyoko kwenye mifumo yetu, na ikang'oe kabisa kwa jina la Yesu. Kwa utukufu wa Yesu, kila atakayeshiriki akaone uhuru, akaone mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Njoo mara moja kutoka kule nyuma, njoo mara moja, chukua mwili, njoo mara moja, njoo mara moja. Njoo mara moja. Bado kuna mambo yanatokea hapa. Kuna mambo yanaendelea kutokea. Just be in the spirit. Uwe katika roho, kuna mambo yanatokea hapa. Kuna mambo yataendelea kutokea. Na yataendelea kutokea hata usiku, yataendelea kutokea. Jesus. Rika bando sete baha. Reba baba shinda rabakora basika. Riando robosika baba baba baba.